Karibu kufuata yaliyojiri leo nchini DRC. Ndege ya Sukhoi ya FARDC ilishambulia vituo vya AFC/M23 leo tarehe 27 Novemba katika Kibati, eneo la Walikale, jimboni Kivu Kaskazini. Mapema Alhamisi huko Bweru katika Masisi, mapigano makali kati ya wazalendo ACNDH na AFC/M23 yalizuka, huku silaha nzito zikileta wasiwasi katika wakazi. FARDC ilishambulia vituo vya AFC/M23 mjini Kibati, eneo la Walikale, kwa kutumia ndege ya kivita ya Sukhoi. Mashambulizi haya yalifanyika saa 3 asubuhi. Vyanzo vya ndani vinaonesha moshi mweusi mkubwa ukionekana katika kambi ya waasi. Idadi ya vifo haijulikani bado, eneo hilo likibaki kuwa na mvutano mkali. Wakasema ni sawa kidogo. Ilikuwa njoo leo tu balipiga pale kibule kimoja tu hivi. Hawakupigana kwa mteli. Kibati. Maji walishitukana tu. Vamuzi walikuwa wanaiba pale mnjia, liko wananyanyasa wa motare na M23 walikuwa nafaa patu. Kisha sasa njoo wakataka bana wale wabandi wakawapigia masasi, kisha wale wabandi wakakimbia, wamotare wakalala chini. Ile masasi sasa wa guvernema nao walikuwa ngambo, wakasikia masasi nao wakaenda wakuye, akawazia adui anaingia. Ndio vile vilikuwa pale hawagombana na sema ya vita. Ndio imepiga bule mwa pale Kibati pale. Katoko leo hawapigani leo Katopo hapana. Leo hawapigani. Mapigano makali yamewakabili wazalendo ACNDH na wapiganaji wa AFC/M23 mapema Alhamisi huko Bweru katika eneo la Masisi. Mabadilishano ya silaha nzito yameleta hofu miongoni mwa wakazi. Des combats violents ont éclaté ce jeudi 27 novembre 2025 entre les Wazalendo ACNDH et les éléments de l'Alliance Fleuve Congo M23 Bweru, en groupement Bachelimo-Koto, territoire de Masisi. Selon des sources locales, l'attaque a commencé vers 4h30 contre la position des éléments des M23 avant de toucher la population locale. De fortes détonations d'armes lourdes se font entendre dans la zone où la situation reste volatile. Aucun bilan n'est encore disponible. La situation n'a pas été moindre depuis tôt le matin jusqu'à présent. C'est une attaque de Wazalendo contre l'M23, a déclaré un habitant sous anonymat. Une accalmie relative est signalée, mais le contrôle de la zone reste incertain, partagé entre les deux groupes armés, sémant la confusion parmi les habitants. Cette attaque intervient au lendemain de violents affrontements à Kivuye, à environ 4 km de Bweru. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuwa jamhuri ya shirikisho, alisema Corneille Nangaa, mkuu wa AFC/M23, harakati inayodhibiti maeneo fulani katika eneo la mashariki ya nchi. Kulingana naye, mabadiliko haya yangewezesha usimamizi mzuri wa mikoa na kujibu matarajio ya mwenye viti. Notre terrain commun, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo, et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur pour le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons, le Congo étant notre premier intérêt, mais le vrai intérêt, c'est le Congolais pris individuellement, où qu'il se trouve. C'est pour son bien que nous nous battons.
Jeshi la Burundi limekanusha vikali uwepo wa wanajeshi wake huko Minembwe katika mkoa wa Kivu ya Kusini, likihakikisha kuwa hakuna askari wa FDNB katika eneo hilo. Maelezo na Blaise Basabose. Jeshi la ulinzi la Burundi FDNB ilisema Jumatano kuwa habari zinaosambaa kwamba wanajeshi wake wanazuia raia Minembwe, Kivu Kusini si za kweli. Katika tamko lake, Generali wa brigedi Gaspar Baratuza alisema hakuna askari wa FDNB aliyopo Minembwe kwa sasa. Kwa mujibu wa FDNB, eneo hilo linadhibitiwa na muungano wa makundi ya waasi Red Tabara, FNL, Nzabampema, AFC Twigwaneo na M23 ambao wanadaiwa kutumia raia kama ngao la kujikinga wanaposhambuliwa na FARDC nafasi za jeshi la Burundi. Tamko linasema muungano huu unashikilia Minembwe na kuwatumia raia kama mateka. Jeshi la Burundi linasitiza kuwa uwepo wake mashariki mwa DRC unatokana na makubaliano ya ushirikiano na serikali ya Kinshasa na kwamba limefanya operation pamoja na FARDC kwa kuheshimu haki za binadamu. Kauli hizi zinakuja wakati Umoja wa Mataifa na asasi za kiraia za ripoti changamoto kubwa la kufikisha misaada ya binadamu katika eneo hilo kutokana na uwepo wa vikundi vya wahasi na vikosi vinavyoshirikiana navyo. Huko Kaziba katika eneo la Walungu jimboni Kivu ya Kusini, Kanali Ganishuri Bansoba Roger, kamanda wa njia ya Kaziba, ameuangua vizaa hatari na kuwakamata wauzaji wao kufuatia maagizo ya Generali wa brigadi Ilunga Kabamba Jean Jacques. Hatua hizi zinalenga kulinda wanajeshi wanaoshiriki katika operesheni zidi ya AFC M23. Siku hiyo hiyo huko Fizi, Kapteni Kikanda Wezeweze Papi, kamanda wa kikosi cha haraka, aliwakumbusha wanajeshi kuhusu uaminifu, nizamu na kuheshimu kwa makini maagizo. Inaarifu Mbui Kalonjirigen, msemaji wa operesheni za Sokola de Sud Kivu. Exécutons le directive du commandant 33e région militaire et commandant task force, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, le commandant axe Kaziba a éradiqué en début de cette semaine à Kaziba le fléau qui cause beaucoup de dégâts chez les militaires engagés dans les opérations. Outre l'incinération de tous ces produits toxiques et nuisibles, le commandant axe Kaziba a procédé à l'arrestation de tous ces vendeurs. Signalons que ces actions visent à renforcer la vigilance de militaires pendant ces moments d'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le même jour à Fizi, le commandant de la compagnie d'intervention rapide de FARDC aux opérations Sokola 2 Sud Kivu, le capitaine Kikanda Wezeweze Papi, a moralisé le militaire sous son commandement face à la même agression rwandaise et de leur supplétif du M23 AFC allié aux rebelles MRDP Twirwaneho et Red Tabara actifs dans les hauts plateaux de Fizi. Il les a invités à la vigilance, à la discipline et au respect strict des ordres édictés par la hiérarchie. Ligne de front, toujours prêt. Munduki no la muki ofani ozo pangusango poeza la liste. Oza na droit kola la terre. Siko soki yo lali. Nana kokenga la bonilla. Est-ce que tozo kana bien? Oui, mon capitaine. Zokota. C'est un drapeau ko battre la mboka na yo, ko battre la ndelo ya mboka na yo, ko battre la population na yo na biloko na nyonso. Eza bongo te. Ko bozo sa elango. Rappelons que le secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu est commandé par le général de brigade Tiviri Hamouli, nommé récemment par le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Banza Milambwe Jules.
Katika asubuhi ya kisiasa iliyoandawa Kinshasa, mpinzani Prince Epenge alieleza msingi ya mazungumzo ambayo kikundi chake kimedai kwa muda wa miezi kadhaa. Msemaji wa Lamuka amemkumbusha Rais Felix Tshisekedi kwamba ikiwa hakuna maendeleo yatakayoonekana, harakati yake itadai uchaguzi wa mapema hata kuondolewa kwa kiongozi Felix Tshisekedi. Waziri wa afya Roger Kamba ametahadharisha kuhusu upungufu mkali wa madaktari maalum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akidai kuwa mikoa 17 haina hata mmoja. Kukabiliana na hali hii, ametangaza kwamba serikali inakataza kufanya upasuaji wa BBL katika eneo zote za kitaifa. Huko Kinshasa, mbunge Guy Kalonji na waziri wa miundombinu John Banza wameanzisha ujenzi wa kilomita 1 ya barabara na miradi miwili ya kupambana na mmonyoko wa ardhi huko Terre Jaune. Kisha walikagua mijengo katika Boulevard Kalonji na barabara ya Mukoko. Waziri ameamuru kutatuliwa tatizo la mmonyoko wa ardhi unaotishia Boulevard Kalonji. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa, na tunakomesha taarifa ya habari za leo za Kiswahili ya Kivu Morning Post TV yaliyojiri leo. Tukutane kesho kwa habari zingine.